Kwa mujibu wa taarifa kutoka Jamii Forums, inasema kwamba Dar es Salaam, kanisa la Glory of Christ Tanzania Church, nyumba ya ufufuo na uzima, lililopo eneo la Ubungo limewekewa ulinzi mkali na askari wa jeshi la polisi leo Juni 15 mwaka 2025, huku njia zote zinazowezesha watu kufika kwenye kanisa hilo zikiwa zimezuiwa. Aidha, licha ya askari hao kuwepo eneo hilo, baadhi ya waumini wamejitokeza maeneo ya karibu na kanisa hilo. Ikumbukwe, Juni 13 mwaka 2025, naibu katibu wa kanisa hilo Askofu Maximilian Machumu Mwana Mapinduzi alisema taarifa kuwa msajili wa jumuiya za kiraia Emmanuel Kihampa amefungia kanisa lao si za kweli, bali lililofungiwa ni kanisa la Glory of Christ Church ambalo halina uhusiano na kanisa lao. Hivyo, Jumapili hii wanatarajiwa kurejea kanisani hapo kuendelea na ibada. Hapa tunaambiwa tusome zaidi katika ukurasa wa Facebook wa Jamii Forums kama ambavyo inaelekezwa na kufunguka hapo kwa ajili ya kupata taarifa zaidi kuhusiana na jambo hili la kanisa la ufufuo na uzima, ambalo kiongozi mkuu wa kanisa hilo ni Askofu Josephat Gwajima. Huyu mdau Heparin anasema kwamba nimepita maeneo ya Ubungo nikiwa naelekea kwenye harakati zangu. Naona polisi wamejaa kanisani kwa Gwajima baada ya yeye kutangaza atashiriki ibada ya Jumapili ya leo. Wengi wapo barabarani wanafunga utepe kwa kuwa spidi ya gari ilikuwa kubwa. Sijafanikiwa kuchukua picha ya haraka. Pia sijafanikiwa kuona upande wa pili wa kanisa hili ili kubaini kama wapo pia au la. Askari waliovalia sare za jeshi la polisi wameweka ulinzi mkali katika kanisa la Glory of Christ Tanzania Church, nyumba ya ufufuo na uzima, eneo la Ubungo, Dar es Salaam, huku njia zote zinazowezesha watu kufika kwenye kanisa hilo zikiwa zimezuiwa. Ikumbukwe Juni 13 mwaka 2025, naibu katibu wa kanisa la Glory of Christ Tanzania Church, Askofu Maximilian Machumu ama maarufu kwa jina la Askofu Mwana Mapinduzi, amesema taarifa kuwa msajili wa jumuiya za kiraia Emmanuel Kihampa amefungia kanisa lao si za kweli, bali lilofungwa ni kanisa la Glory of Christ Church ambalo halina uhusiano na kanisa lao. Hivi Jumapili hii watarajiwa kurejea kanisani kuendelea na ibada. Baadhi ya waumini wamejitokeza maeneo ya karibu na kanisa hilo lililopo Ubungo jijini Dar es Salaam. Hizi ni picha ambazo zinaonekana na kuonyesha hali halisi ilivyo huko Ubungo jijini Dar es Salaam. Pia tunaambiwa kwamba tunaweza kusoma hapo katika masuala mbalimbali. Na mwingine huyu Kiranga anasema watajaa hapo Ubungo tu au makanisa yote zaidi ya 2000. Na mwingine anasema Tanzania kila kitu ni vurugu tu. Mwingine huyu anasema Mange aliwahi kuvitembeza vyombo vya ulinzi na usalama nchi nzima. Kuna muda unajiuliza hivi Mungu alimnyima nini mtu mweusi? Oktoba hatutiki, wajitiki wenyewe. Huyu mwingine anasema mtu mweusi ni bendera, fuata upepo. Mwingine anasema mwana kulitafuta la uvungu hatimaye kainama na kulipata. Huyu mwingine anakutoa maoni yake, anasema si mbaya na wao polisi wakisali kwa Gwajima. Huenda Kamanda Mulilo ndiye atasoma neno la Mungu, alafu askari wengi wataimba kwaya. Mwingine anasema God bless Iran, God bless True Promise 3. Huyu mwingine anasema muda utaongea. Mwingine huyu anasema busy for nothing, fear of the unknown. Mwingine anasema yanayotokea Marekani ni mtu mweusi. Huyu mwingine anasema wanachezea hela tu hizo za mafuta, hawana hasara. Huyu mwingine anasema do I say. Huyu mwingine ninaweza nasema polisi nao waungane naye kwa ibada na sadaka watoe. Na mwingine anasema picha ya hao waumini tafadhali. Huyu mwingine anasema
mambo hayo. Na mwingine anasema vichekesho kweli hawa. Huyu mwingine anasema Marekani polisi wanawateka na kuwa watu wenye itikadi tofauti na chama tawala au wanawaua. Huyu mwingine anasema Tanganyika for life. Huyu mwingine anasema hii ni similar discussions ambayo inaeleza kwamba kanisa la Askofu Gwajima bado limezungukwa na askari polisi hadi leo. Na mwingine anasema muumini wa kanisa la Gwajima, rais tusamehe, tufungulie kanisa, watoto tusali, kama kuna tatizo malizana na baba. Polisi waimarisha ulinzi kanisa la Gwajima Kibaha. Waumini wa kanisa la Gwajima wafanya maombi na ibada nje ya kanisa hilo Ubungo. Ni taarifa ambayo inaeleza mambo kadhaa kuhusiana na kanisa hilo la Gwajima. Lakini pia hapa tunapata taarifa kwamba polisi wameimarisha ulinzi katika kanisa la Gwajima Kibaha. Na taarifa inasema hivi: jeshi la polisi katika mkoa wa Pwani limeimarisha ulinzi katika kanisa la Glory of Christ Tanzania Church. Katika kanisa hilo wilayani Kibaha mkoa wa Pwani, linaloongozwa na Askofu Maximilian Mahumu maarufu kama na Mapinduzi. Magari ya polisi yamefika yakiwa yamejaa askari na kuzingira kanisa hilo. Itakumbukwa Juni 13 Mwana Mapinduzi aliwaambia waandishi wa habari jijini Dodoma kuwa kanisa hilo halijafungiwa, hivyo leo watasali kama kawaida. Hata hivyo Juni 14 watu waliovaa sare za polisi walifika na kuweka utepe kuzunguka kanisa hilo. Akizungumza leo na Jamii Forums, Askofu Mwana Mapinduzi amesema tutasali hata nje ya utepe. Haki yetu ya kuabudu iko pale pale. Na picha ndo kama hivyo unavyoona, lakini baadhi wanatoa maoni nasema polisi sehemu wapo makini sana katika kuzuia ibada makanisani kwa umahiri mkubwa, ila kuzuia utekaji na mauaji ya wananchi hakuna. Wengine nasema wanateseka sana. Mwenye bilioni zake kakunja 4 anatoa oda tu. Huyu mwingine analeta katuni na machozi anasema uhuru wa kuabudu uko wapi? Hii sio sawa. Mwingine huyu anasema bilioni 3 au 5 vile. Na mwingine anasema Mungu sio mwanasiasa, cha ajabu wa kila kiapo wanatumia Qur'an na Biblia. Ili iweje? Sema maoni ni mengi hapo, lakini msingi wa habari na tumeona tukuletee ni kwamba kanisa la Gwajima pale Ubungo jijini Dar es Salaam limezingirwa na jeshi la polisi baada ya katibu wa kanisa hilo kueleza waumini na waandishi wa habari kwamba kanisa lao halijafungiwa na leo wangetarajia kufanya ibada nje ya kanisa hilo. Mtazamaji, tafadhali nawe unayo nafasi ya kutoa maoni yako katika haya yanayoendelea katika nchi yetu ya Tanzania, hususan jambo hili ambalo tunaona na mitandao ya kijamii imeendelea kutupasha taarifa za hapa na pale. Karibu kwa maoni yako.